Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu liwe nanyi nyote. Iwe pia nami. Upendo wa Kristo, tumsifu Yesu Kristo. In today's Gospel, we see Jesus is multiplying the bread and feeding the hungry people. It shows that Jesus has concern for us, and when we are in need, He is ready to help us. So let us ask Jesus to help us as He is ready, and we continue to receive His graces, and we are filled with His blessings. With this intention, we offer this Eucharistic Mass and we participate in this Eucharistic celebration. Ndugu zangu, tupite damu zetu, tupate kutuweka tayari kutoa sadaka takatifu na kumngamia Mungu Mwenyezi. Ndugu zangu, nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi. Ndiyo maana kwa Maria mwenyewe, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusakeme dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen. Ye Mungu, ulipenda mwanao ateswe msalabani kwa ajili yetu sisi tupate kutuondoa katika mamlaka ya adui yetu. Utujalie sisi watumishi wako tupate neema ya ufufuko. Tunaomba hayo kwa Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen.
Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Mtu mmoja jina lake Gamalieli, mwalimu wa Torati, mwenye kuheshimiwa na watu wote, akasimama katika baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo kidogo. Akawaambia, enyi waume wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyo watenda watu hawa, kwa sababu kabla ya siku hizi aliondoka Theuda akijidai ya kuwa yeye ni mtu mkuu. Watu wapata 400 wakashikamana naye aliuawa, na wote waliomsadiki wakatawanyika, wakawa si kitu. Baada ya mtu huyo aliondoka Yuda Mgalilaya siku zile za kuandikiwa orodha, akawavuta watu kadhaa wa kadhaa nyuma yake, naye pia akapotea, na wote waliomsadiki wakatawanyika. Basi sasa nawaambia, jiepusheni na watu hawa, waacheni, kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjwa, lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja. Msije mkaonekana kuwa mnapigana na Mungu. Wakakubali maneno hayo. Nao walipowaita mitume, wakawapiga, wakaamuru wasinene kwa jina lake Yesu. Kisha wakawaacha waende zao. Nao wakatoka katika ile baraza, wakifurahi kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Na kila siku ndani ya hekalu ya nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu Kristo, kwamba ni Kristo. Neno la Mungu. Tumshukuru Mungu. Wimbo wa katikati, kiitikio: neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Naamini ya kuwa nitauona wema
katika nchi ya walio hai. Umgoje Bwana, uwe hodari, upige moyo konde, na mumgoje Bwana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nikae nyumbani mwa Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Mkiwa mmefufuliwa na Kristu, yatafuteni yaliyo juu, Kristu aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Haleluya, 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 haleluya. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Somo katika Injili iliyoandikwa na Yohane. Utukufu wako, Ee Bwana. Wakati yule Yesu alikwenda zake gambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndiyo ya Tiberia, na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliziona ishara alizowafanya wagonjwa. Naye Yesu akakwea mlimani, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka, sikukuu ya Wayahudi, ilikuwa karibu. Basi Yesu alipoinua macho yake akaona makutano mkuu wanakuja kwake, waliwaambia Filipo, tununue wapi mkate ili hawa wapate kula? Na hilo alilinena ili kumjaribu, kwa maana alijua mwenyewe atakalotenda. Filipo akamjibu, mkate ya dinari 200 haiwatoshi kila moja wapate kidogo tu. Wanafunzi wake mojawapo, Andrea nduguye Simoni Petro, akawaambia, yupo hapa mtoto yuna mkate 5 ya shayiri na samaki 2, lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa? Yesu akasema, waketisheni watu. Na mahali pale palikuwa na majani tele. Basi watu waume wakaketi wapate 5,000 jumla yao. Basi Yesu akaitwa ile mkate, akashukuru, akawagawia walioketi, na kadhalika katika wale samaki kwa kadiri waliotaka. Nao waliposhiba, waliwaambia wanafunzi wake, kusanyeni vipande vilivyobaki, kisipote chochote. Basi wakavikusanya, wakajaza vikapu 12, vipande vya mikate 5 ya shayiri vilivyowabakia wale waliokula. Basi watu wale
walipoiona ishara alivyofanya, walisema, hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni. Kisha Yesu kale akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfalme, akajitenga, akaenda tena mlimani yeye peke yake. Neno la Mungu. Sifa kwako Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Today's gospel is a well-known gospel for us. We see Jesus is multiplying the bread and feeding the hungry people. So now, as we are in this situation, we are also asking God to intervene in our life and to do something for us that we may overcome this problem. So in this time, this gospel is giving us the courage for us, because we see people have not asked Jesus to do something or to heal or to quench or their hungry. But Jesus himself feels that these people feel hungry, so I have to do something. So he is voluntarily asking his disciples whether we can do something. So Philip is telling, even if you buy 200 denarii, bread for 200 denarii, it will not be enough. So Jesus is seeing the situation. We see he himself is coming and then multiplying the fish and bread, and he is feeding the people. The same way Jesus is with us. Now Jesus has come in our life and Jesus is doing wonderful works in us. Let us feel his presence. We are with Jesus and Jesus is with us. When we feel his presence in our life, we are strengthened more and he is doing miracles in our daily life. Let us find Jesus who is doing the wonderful works, who is doing miracles in our daily life. Let us be strengthened by his grace. Let us be strengthened by his presence. And Jesus is doing good things for us. And he is also blessing each and every one of you, and he is doing wonderful work in your life. Tumsifu Yesu Kristo.
Swali ni sadaka yangu na yenu, ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea na sadaka mkononi mwako kwa sifa na utukufu kwa jina lake, pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lake lote takatifu. Ye Bwana, tunakuomba upoke kwa huruma dhabihu za damu yako, ili kwa ulinzi wako wasiyapoteze mapaji uliyowapa duniani, lakini wapate ya yule ya mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tukitukuze kila wakati ye Bwana, lakini hasa wakati huu wa shangwe kubwa zaidi, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Kwa sababu yake watoto wa nuru wanazaliwa katika uzima wa milele, na waamini wanafunguliwa mlango ya ufalme wa mbinguni. Kwa kufa kwake tumeokolewa katika mauti yetu, na kwa kufufuka kwake sisi sote tumerudishiwa uzima. Na kwa sababu hiyo watu wote wanatukuza siku ya Pasaka kwa furaha kubwa popote duniani, na malaika wote wa mbinguni wanaimba wimbo wa kutukuza wakisema bila mwisho: Takatifu, takatifu, takatifu Bwana Mungu, takatifu, takatifu, takatifu Bwana Mungu wa majeshi, takatifu Bwana Mungu wa majeshi. Mbingu na dunia zimejaa utukufu, mbingu na dunia, mbingu na dunia, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako, zimejaa utukufu wako. Hosana juu, hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni, hosana juu, hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni. Barikiwa yeye ajaye kwa jina, barikiwa yeye, barikiwa yeye, barikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu, hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni, hosana juu, hosana juu, hosana juu, hosana juu mbinguni, hosana juu mbinguni, hosana juu mbinguni, hosana juu mbinguni, hosana juu mbinguni. Ee Bwana, kweli utakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakusihi utakase kwa nguvu ya Roho wako dhabihu hizi, ili ziwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
hivyo baada ya kula, akatoa kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni ninyi wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Hili ni fumbo la imani. Fumbo la imani, fumbo la imani, Kristo alikufa. Fumbo la imani, Kristo alikufuka. Kristo atakuja tena. Kwa hiyo, Bwana, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwake Mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia kusimama mbele yako na kututumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jambo moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Bwana, unikumbuke kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo, sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francis na askofu wetu Martin na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa kulinda mfuko, wakumbuke na marehemu wote, wapoke kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kutusifu na kututukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya Mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Na sasa tusali kwa imani ile sala aliyotufundisha Bwana wetu. Baba yetu, Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusibadilishwe na jambo lolote, tungoje kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, niwaambia mtume wako, na wacheni amani, awapeni amani yako. Usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, ulijalie amani na umoja kama ilivyo mapenzi yako. Tunaishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nani. Iwe pia nawe. Tutakiane amani. Mwana kondoo uondoaye dhambi
Huyu ndiye mwanakondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri ya walioalikwa kwenye karamu ya Bwana. Ee Bwana, usaidie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Almighty everlasting God, you are the way, the truth, and the life. You are the source of all wisdom. We thank you for all you have done for us, our Holy Family. We acknowledge that all we have and have become have come from you. We cannot thank you enough. Lord, to know you is to have eternal life, and to acknowledge your name is the root of immortality. You founded the church that we may know you. You taught your disciples and sent them the Holy Spirit, that he may continue to teach them the mysteries of your church. We pray that the same Holy Spirit may enlighten our minds to also see the beauty of your church and come to embrace her teachings. Lord, you instituted the sacraments to heal all aspects of our lives in your church. Help
help us to understand that the sacraments are those outward signs of inward grace instituted by you, through which we receive graces in our souls. Through baptism, we come to know that you wash away our original sins. Through the Eucharist, that we receive your body and blood. Through confirmation, that we become true soldiers of your church. Through penance, that you reconcile us to yourself. Through anointing of the sick, that you heal our bodily infirmities and strengthen our souls. Through holy orders, that you choose from among us those to serve at your altar. And through matrimony, that you bless our marital unions and sanctify our homes. Help us to remember that we are always in communion with the angels, the saints, our Blessed Mother, and all our departed brothers and sisters. Lord, may these teachings of your church and our reception of the sacraments increase our faith in you, bring healing to our souls, multiply our number, bring peace and unity to our community, give us the zeal for our parish activities, strengthen our vineyards and zones, give us the strength to serve one another, and make us to always say, I am proud to be a Catholic, and truly I love my faith. Through Christ our Lord. Amen. Holy Family, pray for us. Holy Family, pray for us. Holy Family, pray for us. Tuombe. Ee Bwana, tunakuomba utulinde kwa wema wako wa siku zote, sisi tuliotuokoa. Tufurahie ufufuko wa mwanao aliyetukomboa kwa mateso yake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. When upon thy spirit you are tempted, when